Manchester na Spurs? Kwenye swala la kufungwa, yes, kwenye soka siku zote huwa tunatizama mechi ambazo mmecheza za nyuma. Na umezungumzia ni mechi 3. Zote ligi 2, kombe cha ligi 1. Zote wamefungwa Manchester. Zote Man U kapoteza hizo mechi 3. Tukilitazama hilo kiufundi kuna namna kwamba kama Spurs wanaingia kwa kujiamini kuelekea hiyo mechi Spurs anakuwa amejiamini zaidi kwamba nimefunga mechi 3 mfululizo na naenda kwenye mechi ya finali. Mechi ya ni mechi moja tu. Shinda ndio imemaliza. Lakini ukija kwenye kimbeno Manchester United ana nafasi kubwa ya kushinda hiyo mechi. Kwa sababu tumewahi kushuhudia Manchester ambayo ilikuwa dhaifu lakini ilikutana na Manchester City ya Pep Guardiola na wakaweza kutoa taji la FA. Kwa hiyo utaona kwamba kimbinu Manchester timu yake ilivyojijenga, the way ambavyo wametumia nguvu kubwa kupambana kwenye haya mashindano, sidhani kama watamrahisishia kazi Tottenham Hotspur kutoa ile taji. Lakini pia kiuchezaji, mchezaji mmoja mmoja wa Manchester ni tofauti na mchezaji mmoja mmoja wa Tottenham Hotspur. Ni timu ambayo msimu huu imekuwa ikiwachanganya hata wale wazee wa kubeti. Ni timu ambayo imekuwa ikiwapa mara inawanyima. Yaani kuna mechi ambazo mfululizo inacheza inafungwa. Yaani haina hope, haikupi matumaini kwamba ina uwezo wa kukupa kitu. Nafikiri itakuwa ni mechi rahisi kwa Manchester United kwenye hiyo hatua Sawa, tumalizie na michuano ya Conference ambayo pia jana ilichezwa kwenye hatua ya nusu finali za pili kwa Chelsea. Wao wakiwa nyumbani walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja na aggregate sasa ikawa ni ya mabao 5-1, hivyo wametinga hatua ya finali. Huku pia Real Betis wakiwa kule nchini Italia dhidi ya Fiorentina Viola na wakafanikiwa kukata tiketi kuingia kwenye hatua ya finali. Huku Chelsea kama singefuzu hii michuano katika hatua ya finali bado ungeulizana bwana. Makuna timu anacheza nazo hata jina mtu usijui. Na ile timu ya jana nimeangalia mpira. Hata umfahamu, yani hata mtu mmoja huwezi kumjua. Nafikiri ilikuwa ni nafasi kwao. Kwamba tumedondoka, unajua Chelsea ilianguka. Baada ya kuachana na mwenye timu yule akaja Todi wa Marekani wakaja bwana Roman wakaisambalatisha timu wakasajiliwa wachezaji wengi ambao wengine ni hasara kina Modric ambao mpaka leo hiyo wanahangaika na kesi zao. So mechi nimeitazama, mwalimu amejaribu kufanya rotation ya kiasi kikubwa. Ulimwona James alikuwa katika nafasi ya katikati, ni mchezaji ambaye anacheza namba 2 lakini jana alichezeshwa katikati. Kutokana na mechi kujaribu tu. Jana walikuwa tu wanafanya rotation na wachezaji wengi vijana walichezeshwa kwenye ile mechi. Kwa hiyo inaonyesha ni mashindano ya kawaida ambayo yanahusisha timu ndogo ndogo. Kwa Chelsea ilikuwa kama tembo anacheza na sisimizi. Kwa hiyo yalikuwa tu ni mashindano ambayo yanachangamsha. Yaani ni kama shirikisho kwa bongo na Champions League. Sasa wanakutana finali na Real Betis. Ndio. Mechi sasa, hii ndio mechi sasa. Sasa hiyo ni mechi dume. Finali. Kwa sababu Real Betis akina Anton, akina Isco kamsimamisha Barcelona kwenye ligi yake. Euro. Kamsimamisha Real Madrid. Huyo Real Betis. Kule nyuma kuna kina Bartra. Hatari. Pale kwenye benchi kuna Ernesto Valverde. Kwa ni timu kweli kweli. Kwa nafikiri itakuwa ni mechi ngumu ambayo itawalazimu Chelsea kutumia mbinu za ziada ili kuweza kumfunga Real Betis ambayo imekuwa kwenye form ya hali ya juu. Kuongezeka kwa Anthony ambaye alikuwa flop kwa Manchester United, mchezaji ambaye ameongezeka, anafunga mabao, ana assist, ameisaidia sana timu kwenye kila nyanja. Nafikiri itakuwa ni mechi ambayo itawalazimu timu zote mbili kutumia mbinu za ziada ili waweze kutoa ile taji. Ukiondoa finali ya UEFA kati ya Inter Milan na PSG, basi finali ya pili ambayo watu wengi watatamani kuitizama ni ya Chelsea na nani? Na Real Betis. Kwa sababu Real Betis yupo kwenye form ya hali ya juu, Chelsea anapambania kubaki kwenye top 4. Kwa itakuwa ni mechi ya ushindani ambayo itatupa mechi halisi. Kwamba nyinyi mmefika finali, mmewaondoa watoto wote, sisimizi wote mmewaondoa, mmefika nyinyi. Tuone ni nani ambaye itatoa taji. Lakini pia itakuwa na nafasi kwa Chelsea kupata taji lingine. Maana wana taji la Europa, wana taji la UEFA. Nafasi kwao kuongeza taji lingine kwenye kabati lao. Nafikiri itakuwa ni nafasi pia kwa Enzo Maresca ambaye ameaminiwa ikiwa kama ataweza kubakia kwenye top 4
pia akiweza kubakia kwenye, akiweza kutoa taji itakuwa ni achievement ukilinganisha na kocha ambaye ameondoka msimu uliopita ambaye hata kuipeleka timu kwenye nafasi ya Europa League alishindwa. Nafikiri ni moja ya vitu ambavyo hata rais Todd alikuwa anavihitaji timu yake kurejea kwenye zile nafasi ambazo waliwahi kuwa nazo kipindi kile. So nafikiri ni nafasi kwao. Bwana, tulitazama hatua za nusu fainali kwenye mashindano mawili ngazi ya vilabu kwa namba 2 sambamba na sehemu ya 3 kwa maana michuano ya Europa League sambamba na michuano ya Conference League. Sasa rasmi Manchester United na Spurs na Manchester United watacheza fainali ya michuano ya Europa League. Mchezo huu utakuwa ni Mei 21 kule katika dimba la San Mamés kule nchini Uhispania, dimba ambalo klabu ya Athletic Club de Bilbao hawa waliofunga mabao 7-1 kwenye michezo miwili na Manchester United, ndipo mchezo huo wa fainali utachezwa. Mchezo mwingine tumeutazama hapa ni Chelsea, wao watacheza dhidi ya Real Betis ambao pia natoka kule nchini Uhispania katika fainali ya Conference League. Habili Mei kwenye Instagram na mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, ukimwandikia kwa jina hilo hilo unampata. Mimi ni Idi Nongo, kinaandika hivyo pia unanipata. Kickoff number 3 ndiyo kituo kinachofuata.